Msikilizaji, hii ni sehemu ya 31 na tunazidi kusonga mbele, na tulipoishia sehemu ya 30 ni pale ambapo Hamza anakwenda kumwokoa Priscilla, na tufahamu ya kwamba hawa wamekutana watu wa utotoni, ambapo tunamuona kuna Saidi, Priscilla pamoja na Hamza. Na Saidi ambaye tunamjua hapa sasa hivi, ambaye tulikuwa tunamjua Boss Side, inaonekana sio mtu ambaye ni wa kawaida, na inaonekana ni mtu ambaye ana kisasi cha mapenzi baada ya Priscilla kumpotezea enzi za utotoni. Kwa hiyo amerudi kivingine. Kwa hiyo sasa ndipo tulipoishia hapo. Je, Priscilla atatoka salama mara baada ya Hamza kwenda kumwokoa? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas. Hamza hata yeye hakuweza kuelewa imekuwaje mtu wa kawaida sana kama Saidi kuweza kufanikisha kutengeneza sura feki. Haikueleweka kwa sababu hakuwa na ujuzi wowote katika swala zima la teknolojia za kihandisi za mwili wa binadamu. Sasa Hamza alijiambia kwamba mtu ambaye angeweza kujua ambacho amefanikisha Saidi pengine Dr. Ganesha peke yake. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekwisha kufariki. Sasa Hamza akauliza kwamba umemfanya nini Priscilla? Umemwachia huru? Aliuliza Hamza akipotezea viungo vya miili ya watu vilivyokuwa ndani ya maabara hiyo. Saidi alicheka akasema, kwa nini mwachie? Huyu ni malaika wangu, mke wangu mtarajiwa, naona kwenda kufa leo. Aliongea na muda huo sasa kupitia speaker za maabara hiyo aliweza kusikia kicheko cha uovu kutoka kwa Saidi. Lakini pia muda huo ndipo alipoweza kusikia sauti ya Priscilla akisema, Hamza niponee hapa kwenye gala. Haikueleweka alitaka kuendelea kuongea nini, lakini sauti yake ilikatishwa mara moja. Sasa Hamza sasa alijua Saidi alikuwa amemteka Priscilla na kumpeleka kwenye gala, ila hakujua ni gala lipi, maana jiji la Dar lilikuwa na magala mengi sana. Hivyo alitoa simu yake ili kuweza kumtafuta afande Maningi ili aanze utaratibu wa kutafuta ni uelekeo upi walipo. Lakini sasa muda ambao alikuwa akisubiria simu ipokelewe, alichoweza kusikia ni mlipuko tu ambao ulikuwa ikitokea kwa kumzunguka, na zilichukua sekunde chache tu. Kilichosikika ni boom, kama sauti ya mlipuko hivi. Afu alikuwa ameshachelewa. Sekunde ambayo analijua maabara hiyo ilikuwa imetengenezwa na uwezo wa kujilipua yenyewe pale mmiliki akitaka kufanya hivyo, ilikuwa tayari imeshalipuka. Sasa alichoweza kuhisi ni wimbi kubwa tu la moto likimfunika kuanzia juu mpaka chini na kufanya asionekane kabisa. Sasa upande wa nje na kwenyewe polisi waliokuwa wakilinda jengo hilo, baadhi yao hata hawakupewa nafasi ya kusikia mlio, kwani walipoteza maisha mara baada ya jengo lote kulipuka na kuwadondokea. Ulikuwa ni mlipuko mkubwa sana ambao pengine mwasababishia wagonjwa wa moyo waliokuwa karibu katika hospitali kupatwa na hali za dharura. Ardhi yote kuzunguka eneo hilo ilitetemeka, huku sasa wafanyabiashara wa migahawa wakipiga mayoyo ya mshtuko, huku wale majasiri wakiangalia wasiamini kile kinachotokea. Jengo lote lilidondoka na kilichoweza kuonekana ni kifusi tu kikubwa ambacho kimefunika eneo hilo, huku Hamza akiwa chini ya vyumba vya ardhi. Ulikuwa ni ukelele wa aina yake alioweza kutoa mrembo Priscilla akiwa si mwenye kuamini kile kilichomtokea Hamza. Alichoweza kujisikia muda huo, ni kama ghafla tu akili yake imevamiwa na ugonjwa wa ukichaa. Na ndio dakika ambayo mrembo huyo alijua ni kwa jinsi gani Hamza hakuwa Hamza tu kwake, bali alikuwa ni zaidi ya jina lenyewe. Macho alifunikwa na machozi huku akiendelea kulia kwa kwikwi. Sasa Adam kama Side alianza kucheka tu. Alivyojipambanua alicheka kama kichaa, huku sasa akirukaruka juu na kukamata chupa ya vodka na kunywa mfululizo. Akasema, wewe ni nani mpaka unipokonye mwanamke ninayempenda? Kufa mwanaharamu wewe, shenzi kabisa. Jamaa alikuwa anaongea kwa furaha kubwa sana. Pengine Priscilla angehuzunika tu kwa sababu hakuwa na mahusiano yote na Hamza, lakini sasa wakati huo hakuweza hata kuelewa kinachoendelea katika mwili wake. Alianza kujisikia ni kama vile kama mwili wake umevamiwa hivi ghafla na watu ambao wameanza kumchoma visindano vidogo vidogo kwenye mwili wake, na hali hiyo ilianza kutengeneza maumivu makali.
Akasema Saidi, wewe ni mnyama na unakunda kufa kifo cha kinyama sana. Saidi akacheka akasema, vyovyote tu unavyotaka kusema bwana. Na kinachokusumbua wewe ni hali ya kuchanganyikiwa tu kutokana na huyu Hamza. Lakini ukishamka kutoka kwenye ndoto, Priscilla, mbona utajua kwamba ukustahili kabisa machozi yako? Sasa Saidi mara baada ya kuongea kauli ile, alivua t-shirt yake na kuacha mwili wake wazi na kutunisha misuli ambayo ni kama ilimkubali hivi na kuvimba kisawasawa. Na pale pale sasa alimsogelea Priscilla, kisha akamshika kidevu na kumwangalia na macho ambayo yamejaa tamaa za kingono. Saidi akasema, malaika wangu, hatimaye nimekupata. Ijapokuwa mchakato ni tofauti na nilivyopanga mwanzoni, lakini hata hivyo matokeo ni yale yale tu. Sasa mara baada ya kuongea hivyo, aliinama na kutaka kumbusu kwenye lipsi zake, lakini kilichomtokea ni kutemewa mate ya uso. Akasema, mimi sio malaika wako na ole wako niguse uone. Nitageuka kuwa kiumbe wa ajabu na nitamlipizia Hamza. Priscilla aliongea kwa kuonya bwana. Sasa Saidi alishia tu kutumia vidole vyake na taratibu sana alifuta ale mate katika uso wake na kisha akalamba yote. Akasema, yani bado tu unaendelea kumkumbuka mtu ambaye na uhakika hata nafsi yake haijapona? Huwezi kuja kumuona hata hata ageuke mzima, huwezi. Mimi wanajiuliza sana, hivi amekupatia nini mpaka ghafla tu kabadilika kwa ajili yake na kuwa kama mtumwa? Aliongea Saidi na swali lile lilimfanya hata Priscilla mwenyewe kujiuliza Hamza kampa nini, maana hata hajawahi kumtakia hajawahi kumtamkia kwamba anampenda, zaidi ya kujua tu alikuwa ni mume wa bosi wake, mume wa bosi wake na ni rafiki yake Regina. Kwa hiyo Priscilla akasema, huwezi kuelewa hisia za binadamu zilivyo kwa sababu wewe sio binadamu. Wewe ni mtu ambaye umeamua tu kupoteza utu wako kwa ajili ya kukwepa uhalisia. Saidi akasema, unajua nini wewe? Hebu kaa kimya. Aliongea na pale pale alishindwa kujizuia na kumpiga kibao Priscilla. Aisee, kilikuwa ni kibao kikubwa mno, na kama sio kiti hicho kutengenezwa kwa chuma, pengine angeondoka chini. Angeondoka nacho kabisa. Ukubwa wa nguvu ya kibao kile ilimfanya sasa aanze kutoka na damu puani. Saidi mara baada ya kuona hilo, aliona sasa alizidisha kumpiga na kumfanya apate na wasiwasi. Na haraka alimpatia kitambaa na kutaka kufuta zile damu. Saidi akasema, Priscilla, naomba nisamehe. Mimi sikumaanisha Priscilla hakutaka kuguswa tena na Saidi. Na alitengesha kichwa chake kwa nguvu zote, kataka sema, niondoke mbele yangu, usije kunigusa. Aliongea na kumfanya Saidi kutupa kile kitambaa pembeni, huko kama kichaa kianza kujikuna kichwa chake na shingo, huku sasa akitembea kwenda mbele na kurudi nyuma. Saidi akasema, hivi kwa nini hakuna mtu hata mmoja anayetokea kunielewa? Mimi sio kichaa. Mimi ni mshindi kwa kuua kila mtu ambaye anaenda kinyume na mimi. Mimi na busara kuliko mtu yote. Wale unitelekeza, wale undharau, wale uninyanyasa na waliojiona wana uwezo wa kutaka kushindana na mimi, wote wanapaswa kufa. Nasemaje? Nitawapeleka kuzimu. Aliongea kwa sauti kubwa, huku macho yake yakitoka yale yanayoashiria uhai na kubadilika na kuwa yale sasa ya ushetani. Akili yake ilikuwa imempotea na hakuwa tena Saidi, hakuwa tena Adamu mtoto mpole. Akasema, Priscilla, ukiwa wangu mimi nitakuonyesha ni kwa namna gani mimi na nguvu. Sasa hivi umechanganyikiwa tu baada kujua Hamza alikuwa ni ule mpuzi tu aliyekuwa akitia huruma akiwa mdogo. Mimi naamini ukinijua vizuri, utajua pia kusoma akili yangu. Mara baada ya kuongea kauli hiyo, alimsogelea Priscilla na kuacha kujali kila kitu. Sasa kitendo kile kilimfanya mwanamke huyo kupiga makelele ya kupaniki na kuanza kufurukuta, lakini sasa kwa bahati mbaya hakuwa na uwezo wa kujiachia huru. Sasa pale pale, ni kama picha tu zilianza kujitengeneza katika kichwa chake. Alianza kuona picha ya Hamza akimezwa na wimbi la moto. Alianza kuona alianza kama kuona wasichana wakikatwa viungo vya mwili na kuchunwa ngozi. Kila alichoweza kufikiria kilimfanya kuzidi kutishika na kile ambacho Saidi anakwenda kumfanyia. Sasa dakika ile ni kama moyo wake umepigwa kiberiti cha moto. Tokea akiwa mdogo hakuwahi kuhisi kiwango cha juu cha hasira namna hiyo. Ni muda ule sasa alianza kusikia sauti ikibisha hodi kwenye akili yake. Sauti ile ilikuwa ni kama vile inamfokea kwa kukubali kufungwa kwenye kiti na mtu kichaa kama huyo.
Sauti ile ilimpigia makelele kuchukua hatua kujiokoa. Sasa kitendo cha Side kupeleka mkono wake kutaka kumgusa Priscilla, alijikuta akishtuka kama mtu ambaye ameshika chuma cha moto na kurudisha mkono wake nyuma huku macho yake akiwa yamemtoka. Priscilla akili yake ilianza kupoteza uwezo wa kudhibiti mwili wake licha ya kwamba aliweza kuhisi kila kitu kilichokuwa kiendelea. Alihisi ni kama mwili wake ni kama unaingiziwa damu hivi ambayo imechemshwa kwa moto mkali. Sasa dakika ile eneo lote lilifunikwa na hali ya joto kali mno. Side mwenyewe alijikuta akishikwa na mshtuko mkubwa sana asipate kuelewa nini kimetokea. Alijikuta akikaa mbali na Priscilla, huku akiwa sasa ameshikilia kidole chake ambacho ni kama kimeungua na moto wa volcano, akisema nini kinaendelea. Alijikuta akiboeka kwa mshangao, huku sasa akianza kumhofia Priscilla. Kilichomfanya azidi kuogopa ni pale alipoona macho ya Priscilla yakibadilika kabisa na kutoa miale mikali, kama miale fulani hivi mikali sana ya jua, huku mwili wake wote ukianza kumeta kwa mwanga mkali wa kuunguza. Sasa upande mwingine wa dunia haikueleweka ni wapi kwa haraka zaidi, lakini alionekana mwanaume mweusi ndani ya jengo moja ambalo ilikuwa ni ngumu sana kuelezea. Lilikuwa ni kanisa, sinagogu, temple au sinagogi, haieleweki. Hiyo yote ni kutokana na namna lilivyojengwa. Hakukuwa na benchi hata moja, wala hakukuwa na zulia. Chini kwenye sakafu kulikuwa kuna michoro ya nyayo za miguu za rangi nyeupe zilizopangiliwa kwa mstari karibia eneo lote. Michoro ile ilikuwa ni kama sasa ikielekeza mtu anayeingia ndani ya jumba hilo anapaswa kusimama kwa kujilandanisha na nyayo hizo. Eneo hilo lilikuwa na mwanga hafifu, na alionekana yule mwanaume akiingia huku akiwa kifua wazi na amejifunga kaniki ya rangi nyeusi. Bwana yule licha ya kwamba alikuwa hajavaa kitu chini miguuni, lakini hatua zake zilikuwa zikisikika waziwazi kama mwangwi kwa namna zilivyokuwa zikijirudia. Alitembea taratibu mpaka akafika eneo la mbele kabisa la eneo hilo, na akasimama kwa kujilandanisha na mchoro wa nyayo, na pale ule mwanga wa hatua ulipotea. Sauti ya mwangu ilisikika ikisema, "Profesa, umegundua nini?" Kajibu, "Uzito wa hatua zangu umeongezeka." Sauti ikasema, "Ndio maana yake cheo chako kimepanda pia kulingana na kishindo cha hatua zako." Kajibu, "Naweza kujua ni mchango gani nimeweza kufanya na kujiongezea kishindo cha hatua zangu?" Sauti ile huku sasa kijirudia ikamjibu profesa kwamba, "Nakwambia safi sana profesa. Hatimaye umefanikiwa kwa mara ya kwanza." Profesa akasema, "Unamaanisha nini madam?" Aliongea mwanaume ambaye aliitwa Profesa na alikuwa ni mweusi. Hiyo sauti ya madam ikamjibu, "Namaanisha binti yako Priscilla amefanikiwa kwa mara ya kwanza. Ameweza kuamsha nguvu zake za kichawi." Sauti ya madam ilicheka. Msikilizaji, mwanaume yule aliyekuwa amevaa kaniki alikuwa ni Profesa Singano. Nani anamkumbuka Profesa Singano? Ndiye mwalimu wa Hamza na baba wa Priscilla ni Singano. Na ikueleweka alikuwa eneo gani, lakini kauli yake aliweza kusikia ilimfanya kuonyesha hali ya kuchanganyikiwa. Tutarudi kufahamu mengi zaidi. Na msikilizaji, nadhani utakuwa unakumbuka Amos pamoja na Dastan walipewa audio pamoja, Dina aliwapatia audio. Kwa hiyo walianza kusikiliza ile audio. Sauti ya kwanza ikasema kwamba, "Kwa nini ulichukua maamuzi ya kumuua wakati ulipewa kazi ya kumkamata?" Sauti ya pili ikasema, "Nani nimemuua?" Sauti ya kwanza kajibu, "Ina maana hujui uliyemuua? Unafanya nini hapa kama hujui uliyemuua? Ongea ukweli wote wazi, ndio namna pekee kukusaidia." Sauti ya pili kajibu, "Mimi nimeua watu wengi, unamaanisha nani nimemuua?" Sauti ya kwanza kajibu, "Mwandishi wa habari Sedekia." Sauti ya pili kajibu, "Mimi sijamuua mwandishi yote anaitwa Sedekia, kwa nini sasa unasingizia kesi?" Sauti ya kwanza kajibu, "Nani aliyekutuma?" Sauti ya pili kajibu, "Hakunituma kufanya nini? Hakuna aliyenituma." Sauti ya kwanza ikasema, "Ulimuua ila hakuna aliyekutuma. Hivi una akili kweli?" Sauti ya pili kajibu, "Sijamuua mtu." Sauti ya kwanza ikasema, "Umemuua ila hujui tu aliyekutuma." Sauti ya pili kajibu, "Mimi sijatumwa na sijamuua mtu." Sauti ya kwanza kajibu, "Ndio hujatumwa?" Sauti ya pili kajibu, "Ndio." Sauti ya kwanza akasema, "Okay,
ndio umemuua ila hujatumwa. Hivyo unajua unachojibu wewe? Umemuua lakini hujatumwa. Sauti ya pili ikasema, nimesema sijamuua mtu. Sauti ya kwanza ikasema, okay, mwili wa Sedekia uliotupa wapi? Sema ukweli wako. Sasa baada ya kusikiliza hiyo audio, Amos akasemaje, oya, mbona mimi sielewi? Ilikuwa ni swali kutoka kwa Amos mara baada ya kumaliza kusikiliza kila ambacho Dina aliwapatia. Dastan akasema, usisikilize kuelewa. Amos akajibu, sasa kwa nini nisisikilize kuelewa? Dastan akasema, sikiliza maana ya matamshi. Haya ni mahojiano, hizi sauti mbili zote ni za Watanzania. Anaongea Kanali Dastan huku akijishika kidevu. Sasa Amos akasema, ndio maana nimesema mimi sielewi. Hiyo sauti ni ya polisi wa Tanzania. Hiyo bila shaka ni sauti ya Mtanzania kabisa, na hiyo nyingine ni ya mtumio. Lakini sasa kwa nini anamoji hivi? Si huyo mfungwa tunayemfuatilia ndo alimpoteza Sedekia au kuna kingine? Aliuliza na kumfanya Dastan kufikiria kidogo. Sasa Dastan akasema ya kwamba Sedekia alikufa ama amepotea. Aliuliza Dastan na swali lile lilimpa uelewa fulani hivi Amos. Akajibu ya kwamba hivi ulisema alitoweka Dastan akasema, kutoweka ndio kupotea wewe. Kama alitoweka inamaanisha hakuna ushahidi kama alikufa. Kwa nini tunaamini Mad Dog alifungwa kutokana na kutoweka kwa Sedekia? Amos akasema, si alifungwa kwa sababu aliamini alikufa? Lazima kwa namna yote ile alikiri. Dastan akasema, aya, na huyo anayehojiwa hapa ni nani? Anayehojiwa hapa ni nani? Dastan aliuliza na swali hilo lilimfanya muangalie Kanali. Amos akasema, Kanali, wewe ndio umesema nisikize kuelewa. Mimi nimechanganyikiwa na hii sauti na sioni kama ina chochote cha maana. Amos aliongea hivyo na pale Kanali alionekana macho yake kuchanua. Kanali akasema, Sedekia hajafa. Amos akasema, nini? Unamaanisha nini? Aliuliza Amos kwa mshangao. Dastan akasema, sikiliza tena afu kisha unaambia unasikia nini. Usielewe maneno, elewa sauti. Dastan aliongea hivyo na kumfanya Amos kuchanganyikiwa na alianza kusikiliza upya. Dastan akasema, Amos, ulikuwa na ukaribu na Sedekia, lazima uelewe ninachomaanisha. Dastan aliongea hivyo na kauli yake sasa ilimfanya Amos kuingiwa na shauku na kuanza kusikiliza sauti zile kwa makini. Amos akasema, hii sauti, macho limtoka. Dastan akamjibu ya kwamba ndio, hiyo sauti ni kama Sedekia, sio mtumio. Aliongea Dastan huku akionyesha hali ya kuwa na furaha kuona Amos kagundua kitu ambacho amekigundua. Sasa Amos akasema, sema bado ni muda mrefu, na hisi kama ni yake ila sio ya kwake kwa wakati mmoja. Nadhani tunaweza kuthibitisha kwa kusikiliza sauti yake upya. Au mtu aliyekuwa karibu yake zaidi, mke wake au mama yake. Dastan akasema, unataka tukamsikilizishe hii madam? Amos akasema, ndio mtu wa karibu anayeweza kuthibitisha hili. Hatuwezi kuamini moja kwa moja kama hii sauti ni ya Sedekia na hajafa. Dastan akasema, hapana Amos, hiki sio kitu ambacho Dina alipaswa kutupatia. Na maanisha huu sio mzigo ambao Mchuku alitaka tuchukue kwake. Hivi unahisi kuna maana gani imejificha kwa Dina kutupatia kitu kama hiki na kuacha kutupatia mzigo halisi? Amos akasema, mimi bwana siwezi kujua kuhusu hilo. Dastan akasema, hilo ndio swali la kujiuliza kwanza kabla kuchukua hatua zote. Kama hili ni kweli, basi kuna swali kubwa litajitokeza hapa. Kwa nini Mad Dog yupo gerezani ile hali hii sauti ya anayehojiwa ni Sedekia mwenyewe? Ina maana alihojiwa akiwa ameandikiwa script? Au vipi huko kurekodiwa? Kama ni hivyo, ni kwa sababu gani sasa? Na kama yote haya ni kweli, basi inatupa jibu rekodi ya Mchuku ina uzito mkubwa kuliko sisi kujua Sedekia yupo hai. Aliongea Dastan na alikuwa ni kama anajifikiria yeye mwenyewe. Amos akasema, kwa hiyo tunafanyaje hasa baada hapa? Dastan akasema, hakuna namna kabla ya kwenda kuonana. Madam, kwanza tunapaswa kujua kitu ambacho amekiacha Mchuku ni kitu gani. Alafu baada ya hapo sasa tutaweza kuchukua hatua nyingine tukiwa na majibu yote. Hivyo tunapaswa kumpa Dina kila alichohitaji. Amos akasema, lakini masharti ya Dina ni magumu kutekelezeka Dastan. Dastan akasema, najua, lakini hii kesi usichukulia kawaida. Hii ni mwanzo wa kujua mambo mengi aliyojificha. Kuna mtu atatusaidia katika hili, lazima tu. Wewe niachie mimi. Aliongea na kisha alitoa tabasamu akionekana kuna kitu amekumbuka. Sasa bwana, kuhusu Side, hakuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa Priscilla ambaye alionyesha mabadiliko ya ajabu mno. Tufahamu ya kwamba kutokea tu kwa hili jambo baba yake kule tayari kashapata taarifa. Kwa hiyo
swala ambalo hakuwahi kufikiria kwenye maisha yake Priscilla angekuwa na uwezo wa aina hiyo. Sida alibaki kushangaa tu. Alishia kumwangalia mpaka anamaliza kujifungua kamba alizomfunga kwa namna rahisi sana na hakuweza kumzuia, kwani kumsogelea ilimaanisha kuungua. Harufu ya kuungua kwa mpira ndio iliyogubika eneo hilo na kumfanya Side aone anachoangalia ni uhalisia na sio ndoto. Sida akasema haiwezekani. Hapana, hizo kweli. Inawezekana vipi binadamu wa kawaida kuwa na joto kiasi hiki na macho yake kubadilika? How? Aliongea Side kwa kupaniki huku akitingisha kichwa chake kutokukubali kabisa. Afu kushangaza zaidi, Priscilla alionekana kuwa sawa. Yaani alikuwa ni kama amefunikwa na tabaka la joto kwa nje na kumfanya Side asiweze kumsogelea. Yaani hata nguo zake hazikupatwa na shida kabisa. Priscilla akili yake ilikuwa ni kama sio yake, lakini macho yake bado hayakuacha kuonyesha hofu juu ya Saidi aliyekuwa mbele yake. Hivyo bila kuongea neno, pale pale aligeuka na kukimbilia mlango wa ghala hilo ili kutoka. Sasa Saidi hakutaka Priscilla aondoke na alimsogelea kwa kasi ili kwenda kumzuia kwa mbele. Lakini Priscilla kitendo cha kunyosha mkono na kumsukuma ilimfanya Saidi ashindwe kumsogelea na kubakia pembeni. Lakini hata hivyo hakuwa tayari kumwacha Priscilla kuondoka. Akaita kwa nguvu, Priscilla! Aita kwa nguvu sasa, akiamua kujitoa muhanga, na pale pale alimshika Priscilla mkono wake. Saidi alijikuta akipiga ukelele mkali huo, ukelele wa maumivu, huku mkono wake ukianza kuungua na mvuke wa moto ulikuwa ukimtoka Priscilla. Lakini hata hivyo alishakung'ata meno kwa nguvu huku akikataa kumwachia. Priscilla akasema niache. Na pale pale alituma mkono wake wa kushoto na kumsukuma Saidi eneo la kifuani. Kitu kilichomshangaza Side kwa mara ya pili ni kwamba nguvu ambayo alisukumwa nayo haikuwa ya kawaida, kwani airudishwa nyuma kwa nguvu na kwenda kuivaa meza. Sasa kitendo kile, yani ni kama kilimfanya Priscilla ashtuke na kuonekana kama mtu aliyerejewa na akili zake, na alishia kutoa macho mara baada ya kuona ameweza kumsukuma Saidi mbali hivyo. Lakini sasa mara baada ya kuona yupo huru tu, hakujali tena kuhusu Saidi, na alikimbia kutoka nje eneo hilo kwa mbio zote. Sasa mara baada ya kutoka nje ndio aliweza kugundua alikuwa ndani ya sheli ambayo imetelekezwa muda mrefu sana kiasi cha majani kuota kuzunguka eneo hilo. Yaani ilionekana mara baada ya barabara kupitishwa upande mwingine, ndio maana sheli hiyo ilifungwa. Sasa muda huo Priscilla aliweza kusikia sauti za gari ya polisi upande mwingine na alijikuta akishikwa na furaha na kukimbilia upande huo. Walikuwa ni polisi ambao waliongozwa na Afande Maningi na wote walionekana kushikilia bunduki. Sasa baada ya kumwona Priscilla akikimbia, mara moja asimamisha gari na kuruka kutoka nje. Kamishna akasema, Priscilla uko sawa? Aliuliza kamishna, maana alikuwa akimtambua Priscilla. Sasa Priscilla akasema, Afande niko sawa, lakini Saidi ndio muuaji mliokuwa mkimtafuta. Yupo ndani kule. Alikuwa anaongea kwa haraka huku akihema kwa nguvu. Muda huo ile nguvu ambayo alikuwa nayo ilikwisha kumpotea kabisa na alikuwa akitaka kudondoka kutokana na kuishiwa nguvu. Sasa afande mmoja akauliza kwamba, Priscilla uko sawa? Mbona jasho linakutoka hivyo? Aliongea afande mmoja mara baada ya kuona Priscilla alikuwa akitokwa na jasho kana kwamba alikuwa ni kama ameibukia kutoka majini. Priscilla akasema, naombeni mumkamate Saidi, anapaswa kufungwa kwa kumuua Hamza. Alivyoongea hivyo, Afande Maningi akasema, Priscilla mpunguza wasiwasi, Hamza hajapata tatizo, ndio aliyetuambia tuje hapa, muda si mrefu atafika pia. Aliongea Afande Maningi. Priscilla akasema, nini? Hamza yupo hai? Priscilla ijisi ni kama amerudi kutoka kuzimu na kuingia mbinguni kutokana na furaha ya kusikia Hamza hakuwa amekufa. Afande Maningi akasema, mchukueni mumpeleke hospitalini, hali yake inaonekana sio nzuri sana. Aliongea hivyo akiwaamrisha vijana wake. Asa Priscilla bado hakujua kile kilichomtokea mpaka muda huo na alishia kuingia katika gari ya polisi. Kitendo cha kuingia katika gari ya polisi hata hakujua nini kinaendelea, kwani alianza kuhisi nyota na sekundi zilikuwa nyingi kwake, kwani alipoteza fahamu pale pale. Muda huo kabla gari haijaondoshwa, Hamza aliweza kufika kwenye Defender na kitu cha kwanza ilikuwa ni kukimbilia katika gari aliyoingizwa Priscilla. Nini kimemtokea? Yupo sawa, inaonekana tu uchovu ndio umemsababishia kupoteza fahamu, ndio tumempeleka hospitalini. Aliongea na Hamza hakuridhika, kwani pale pale alimshika mkono kwa namna ya kumkagua msukumo wa damu na alishia kukunja sura, akishindwa kuelewa kwa nini amekuwa mdhaifu namna hiyo ile hali alitekwa muda mchache sana.
Sasa Hamza mara baada ya kumkagua na kuthibitisha hakuwa kwenye hali ya hatari, alisimama na kisha alianza kupiga hatua kuelekea kwenye ghala lililokuwa mbele yake. Hebu nyinyi subirini hapa, mimi nitaenda kuangalia kinachoendelea. Sawa, hakuna shida. Sisi tunakupa ushirikiano wote. Aliongea Afande Maningi. Hakuna ambaye alikuwa na ujasiri wa kumkatalia Hamza kile alichokuwa akitaka kufanya. Lakini vile vile walikuwa na wasiwasi na ambacho Sidi anaweza kufanya. Sasa uso wa Hamza ulikuwa umejaa ukauzu na hakuwa amevaa viatu wala shati. Alichokuwa amevaa ni bukta pekee. Hamza mara baada ya kuingia ndani ya ghala alifikiria angemuona Saidi, lakini tofauti na kuwepo kwa vifaa vingi vya kielektroniki, Saidi hakuonekana kabisa ndani ya eneo hilo. Hamza alishia kukunja ndita na haraka alikimbia upande wa nyuma wa ghala hilo, na pale ndio aliweza kuona alama za tairi za pikipiki ambazo zimeelekea usawa baharini. Hamza hata hakutaka kuchelewa, pale pale alitimua nduki kuelekea upande wa baharini, akiamini lazima Saidi anataka kutoka nje ya nchi kwa njia hiyo. Kutoka kwenye ghala la shell hiyo mpaka fuko ya ndege Mbweni hapakuwa mbali, na baada ya kukimbia kwa dakika 5 tu alikuwa mbele ya bahari, na mara baada ya kuangalia baharini aliishia kutoa tusi mara baada ya kumuona Saidi akiwa kwenye speedboat akielekea katikati ya maji. Sasa upande wa Sidi pia aligeuza macho yake nyuma kuona alikuwa akifuatiliwa, na alishangaa mara baada ya kumuona Hamza akiwa amesimama ufukweni akimtolea macho. Sidi akasema, "Nini? Haiwezekani, imekuwaje bado hajafa?" Aliongea mwenyewe huku moyo wake ukizama kabisa. Mpango wake wakati wa kukimbia ni kwamba hata kama hakuweza kumpata Priscilla, lakini kwa sababu Hamza alikuwa amekwisha kufa, mpango wake namba 1 umefanikiwa, na pengine baadaye anaweza kurudi kwa ajili ya Priscilla. Lakini muda huo alishia kusaga meno kwa hasira mara baada ya kuona hakukamilisha jambo hata moja zaidi ya kujiingiza kwenye kundi la wahalifu tu. Hamza hakutaka kumuona Saidi akikimbia kwa kila ambacho amefanya, na pale pale alikimbia nduki kuingia majini kama kichaa. Na kama samaki ya dolphin usingemtofautisha Hamza na dolphin. Oya, alitumbukia kwenye maji na kupiga mbizi kwa sekunde kama 10 tu. Na kisha haikueleweka amefanyaje, bali alifyatuka kama mshale, na ile anakuja kutua alikuwa mbali nusu na ilipo boti ya Saidi. Saidi mara baada ya kuona tukio lile alijikuta akitoa macho na kuongeza spidi. Lakini sasa alikuwa amechelewa, kwani mara baada ya Hamza kufyatuka kama mshale alienda kutua ndani ya nyuma ya boti yake na kuifanya sasa izunguke kurudi nyuma na kidogo tu igeuke. Saidi alishia kutoa macho na hakutaka kuamini Hamza alikuwa ni binadamu mwenye uwezo wa kuruka kama samaki umbali wote huo. Hata samaki hakuna mwenye uwezo wa kuruka hivyo. Ni ngumu kuweza kuruka umbali huo. Saidi akaanza kutetemeka akisema, wewe ni mtu kweli?" Saidi alishia kubabaika tu huku akimwangalia Hamza kwa uso uliofubaa. "Hata kama mimi sio mtu, nina afadhali kuliko wewe," aliongea Hamza. Saidi licha ya kushikwa na hofu hakutaka kukimbia, na alianza kuandaa mpango wa kukabiliana na Hamza. "Kwa sababu bomu limeshindwa kuua, mimi nitakuwa mwenyewe wa muhimu," aliongea. Na pale pale kwa nguvu zote alimrukia Hamza na kumlenga ngumi za kifua mfululizo pamoja na shingo. Lakini licha kutumia nguvu zake zote, Hamza hakusogea hata kidogo. Na ngumi zake zilikuwa ni kama za mwanamke mwenye hasira tu juu ya mwanaume anayempenda katika mwili wa Hamza. Alijitahidi kurusha ngumi nyingi kwa kadri alivyokuwa akiweza, lakini Hamza alishia kumwangalia tu bila kuonyesha ishara yoyote ya kuumia. Saidi akasema, "Hapana, haiwezekani. Kwa nini uumii?" Saidi alijikuta akianza kutingisha kichwa kutokubaliana na matokeo, na alijiambia, siku hiyo hivi nini kinamtokea kuanzia kwa Priscilla na hatimaye kwa Hamza? "Vipi, umemaliza kunipiga?" aliuliza, na Saidi alishia kukosa neno na kumeza mate mengi tu. "Nimekuacha utoe hasira, maana sijui hata ugomvi wetu umeanza lini," aliongea Hamza, na baada ya pale alimshika Saidi shingo. Saidi alijikuta akifurukuta mara baada ya kuninginizwa hewani, lakini licha ya kujitahidi alishindwa kujitoa katika mkono wa Hamza uliomshika. "Haijalishi unanichukuliaje, unaweza kunifanya chochote, lakini huwezi kuumiza watu wasio na hatia kwa tamaa zako." Sasa baada ya Hamza kuongea vile, Saidi akasema, "Huwezi kunishinda na siwezi kukuruhusu, kafia mbali." Aliongea na pale pale ghafla tu alichomoa sindano kwenye mfuko wake wa suruali, na kisha alimchoma nayo Hamza kwenye shingo, na alianza kucheka kwa ushindi.
Said akasema, ulidhani utaniweza kirahisi hivyo? Nilikuwa na mbinu yangu pia, Hiyo ni sumu inayotokana na kirusi niliyotumia kuua walezi wangu. Haina tiba dunia hii na hakuna wa kuweza kujua umekufa kwa namna gani. Hamza, hakuna wa kunishinda. Yaani hakuna wa kushindana na mimi juu ya mwanamke ninayempenda. Aliongea kwa nguvu, lakini sasa alijikuta akianza kushangaa mara baada ya kugundua Hamza yupo vile vile na aonyeshi kuathirika na ile sindano ya sumu. Hasa pale pale aliona kuna kitu ambacho hakipo sawa. Huku akiwa ashamaliza kimiminika chote cha sumu, alijikuta akishikwa na mshtuko na haraka sana aliinua lile bomba la sindano na kuangalia, na hapo ndipo aliposhikwa na mshangao mara baada ya kugundua sindano ilikuwa imetoka kwenye bomba na ikumchoma Hamza. Kama bomu limeshindwa kuniua, unadhani unaweza kuniua kwa kujisindano kidogo kama hicho? Aliongea Hamza, na muda ule ndio sasa Saidi anajua hakuwa na namna nyingine ya kumshinda Hamza. Katika macho ya Saidi, Hamza hakuwa binadamu kabisa, zaidi tu ya kuwa jitu ambalo hawezi kulifikia kwa uwezo. Alijihisi kuwa pakacha kwa wakati huo. Hisia za kutokubali na kudhalilika zilimvaa na kumfanya jihisi vibaya zaidi ya kifo. Saidi akasema, ni shetani. Kama sio wewe Priscilla angenipenda. Kuanzia tukiwa wadogo mpaka sasa umekuwa kikwazo kwangu. Anamwambia Saidi na kumfanya Hamza amwangalie kwa macho mshangao kidogo. Hamza akasema, unamaanisha nini tukiwa wadogo? Saidi akasema, huwezi kukumbuka chochote kuhusu mimi hata nikikwambia. Sijui hata ulikuwa ukielewa lugha yetu wakati ulivoletwa pale kituoni ukiwa hujitambui. Unamaanisha kituo cha kulelea yatima Morogoro? Aliongea Hamza kwa mshangao kidogo, na Saidi alishia kuonyesha dharau za kukubali swali la Hamza. Unamjua aliyeleta kituoni? Hamza aliuliza kwa mara nyingine. Saidi akasema, hata kama nikijua utaniacha hai? Saidi aliongea kwa kejeli. Hamza akasema, unamaanisha nini? Saidi akasema, anamaanisha najua, ila sikwambii kwa ninajua utaishia kuniua tu. Aliongea na kumfanya Hamza macho yake kuzidi kuonyesha ukauzo. Licha ya kwamba kuna hisia alizokuwa akizihisi muda huo, lakini hakutaka kuyanunua maneno ya Saidi. Saidi akasema, Hamza, wewe ndio umenifanya niende mbali namna hii. Umemchukua Priscilla malaika wangu tokea siku iliyoletwa pale kituoni, na sio hivyo tu, hata baada ya kurudi ukanipokonya na kuharibu mpango wangu yote. Priscilla alikuwa kila kitu kwangu, kwa nini unipokonye? Saidi aliongea kwa hasira. Sasa Hamza alijikuta akimwangalia Saidi ambaye alikuwa akilia. Alikuwa akijiuliza amwache hai ili akamuoji kuhusiana na masuala ya kituoni au ni hila zake tu za kumchezea akili. Lakini mara baada ya kukumbuka mauaji aliyosababisha aliona huyu ni mtu ambaye hata hastahili pumzi. Hamza akasema, sikia, sijamchukua Priscilla kutoka kwako, bali ni kwa sababu hajawahi kuwa wako. Aliongea hivyo Hamza. Sasa muda ule Saidi mara baada ya kutafakari maneno hayo, picha ya Salma ilimjia akilini na hakushindwa kujizuia na kutamka jina lake. Sasa upande wa Hamza hakujali kitu chochote kutokana na mambo ambayo Saidi amefanya. Aliona hata sheria haiwezi kumhukumu kisawasawa, hivyo bila kufikiria alimpiga ngumi nzito ya tani kadhaa tumboni. Aisee, ngumi ile ilikuwa ni nzito, ngumi nzito kiasi kwamba ilipita moja kwa moja na kuingia ndani ya tumbo na kufanya damu zianze kumtoka mfululizo. Saidi hakuhisi hata maumivu zaidi ya mwili wake tu wote kufa ganzi. Hamza hakutaka hata kuendelea kujisumbua naye. Alijua mpaka hapo Saidi hawezi kupona tena, hivyo alimwacha na akatumbukia baharini. Na kitu pekee kilichoweza kuonekana ni damu nyingi kusambaa eneo ambalo amezamia. Hamza akasema kwa heri ya kura na Saidi. Naam, saa 2 kamili za usiku Priscilla alikuwa ameketi kwenye kitanda akiangalia taarifa ya habari. Ni dakika chache tu baada ya kumaliza maongezi na baba yake aliyekuwa nje ya nchi. Sasa kamishna wa uchunguzi wa makosa ya jinai kanda ya Dar es Salaam Afande Sospita Maningi alikuwa akiongea na waandishi wa habari juu ya jeshi la polisi kufanikiwa kumkamata muuaji aliyesababisha vifo vingi vya wanawake. Of course taarifa hiyo ilikuwa ni gumzo, kwani kabla kukamatwa kwake ilifanya wanawake wengi kuishi kwa hofu kubwa mno. Sasa kitendo cha jeshi la polisi kufanikiwa kumkamata mhusika, kwanza iliondoa hofu kwa wananchi, alafu pili kamanda huyo alijizolea umaarufu pale aliposema yeye mwenyewe aliongoza kikosi maalum cha uchunguzi na kumbaini mhusika. Licha ya kutangaza mhusika kupoteza maisha, hakuna aliyejali hata kidogo juu ya kifo chake. Sasa Hamza ndio aliyefanya kazi yote ya kumkamata Saidi, lakini hakutaka kuhusishwa na kumkamata muuaji huyo, hivyo alimpa ruhusa kamanda Maningi kubeba sifa zote.
Kilichowakasirisha na kuwashangaza watu wengi ni mara baada ya kujua mhusika alikuwa ni mtu maarufu kabisa aliyekuwa akiaminiwa na kusifiwa na watu wengi. Wananchi walienda mbali na kuanza kulaumu shirika la mtandao wa simu la Vodacom kwa kuajiri mtu kichaa. Lakini licha hivyo, kampuni hiyo ilikanusha kuhusika kwa njia moja kwa moja na tukio hilo la kikatili, na hata wao wenyewe wamesikitishwa na kuguswa mno na kuahidi ya kwamba watatoa fidia kwa familia zilizoathirika na matendo ya Saidi aliyekuwa mkurugenzi wa Vodacom. Sasa licha ya taswira kuchafuka, lakini kama shirika kubwa lenye wafanyakazi wengi, waliamini swala hilo muda si mrefu litapotea katika vichwa vya raia na kusahaulika kabisa, hivyo hawakutaka kukataa kuwajibika, ndio maana wakaona ngoja watoe fidia. Sasa Hamza akauliza kwamba Priscilla unaendeleaje? Aliuliza Hamza mara baada ya kuingia katika wodi ya daraja la kwanza ambapo ndo alikuwa amelazwa Priscilla ndani ya hospitali ya jeshi. Macho ya Priscilla alichanua mara baada ya kumuona Hamza. Hakuwa na majeraha yote mwilini, tena akiwa amebadili nguo kabisa. Mimi niko poa. Hamza, unajua nilikuwa kabisa ukilipuka. Mimi nishiko na mshtuko nikajua umekufa kweli. Aliongea akiwa haamini, na Hamza alishakutoa tabasamu pekee na kwenda karibu yake na kwenye kitanda, na kisha alimshika mkono wake na kuanza kusikiliza mapigo ya msukumo wa damu. Mapigo yako ya msukumo wa damu yamekaa sawa, hatimaye umeimarika. Aliongea na kumtoa Priscilla kwenye mshangao, maana hakujua Hamza anajaribu kufanya nini. Priscilla, nilisikia kutoka kwa polisi uliweza kutoka mwenyewe kwa kukimbia kwenye ghala. Uliwezaje kumtoroka Saidi? Aliuliza Hamza akiwa na macho ya shauku, maana hakujua kama Saidi anaweza kufanya kosa la namna hiyo na kumruhusu Priscilla kutoroka. Msikilizaji, ukweli hata yeye muda wote alikuwa akiwazia tukio lile na alitamani kumtafuta mtu wa kuongea naye ili amsaidie kupata majibu. Hivyo alimueleza Hamza kile kilichotokea. Upande wa Hamza, kadri alivyokuwa akisikiliza maelezo ya Priscilla, yani hakuonyesha mshangao, lakini alizidi kuwa serious kwenye uso wake, na mwisho story aliona ni kitu ambacho hakikuwezekana. Licha ya uzoefu wake, hakuwahi kusikia kuna mtu duniani anaweza kuwa na uwezo wa ajabu namna hiyo. Hamza, mimi nimesikia na kusoma katika vitabu vingi eti mtu akiwa katika hali ya kifo na uhai anaweza kuonyesha uwezo wake wa ajabu uliojificha. Hiyo inaweza kuwa sababu ya mimi kwa vile. Hata kama uwezo wako wa ajabu unaweza kujionyesha, lakini inawezekana vipi kuwa na joto la kuweza kumuunguza mtu kama chuma? Priscilla, hata mimi sina majibu ya kuelezea hali hiyo. Vipi, kuna hali nyingine uliojisikia? Mimi sikujisikia chochote. Kitu pekee nilichoweza kuhisi ni kama tu nimekuwa mtu mwingine na nina uwezo wa kufanya chochote. Ila baada kupoteza fahamu na kuamka sasa hivi, yani sina chochote mimi ninachojisikia cha tofauti. Alango hivyo Priscilla. Sasa upande wa Hamza hakuweza kupata tafsiri sahihi ya kile ambacho kimemtokea Priscilla. Alafu kitu pekee ambacho alihisi pengine kuna kitu ambacho Priscilla hakuwa akijua yeye mwenyewe, zilikuwa ni hisia tu, lakini hakuwa na uhakika huo, na kama ni kupata majibu aliona aidha ni mzazi wake Priscilla au mjomba wake. Sasa Hamza alikaa hospitali kwa muda mrefu kidogo mpaka Priscilla alivolala, na ndo alichukua safari ya kurudi nyumbani kupumzika. Sasa baada ya kufika nyumbani, nyumba ilikuwa tupu tu, na alijisikia vibaya kukaa mwenyewe kwenye nyumba yote hiyo kubwa, na pia hakuwa kwenye mudi nzuri, na alitaka kupata mtu ambaye anaweza kuongea naye. Hivyo pale alimkumbuka Eliza ambaye hakuwa ameonana naye kwa siku kadhaa tokea aende msibani. Msikilizaji, kama utakuwa umesahau, kumbuka Hamza airudi mwenyewe huko Dar es Salaam. Regina pamoja na shangazi bado hapo Tanga kule msibani. Hamza airudi mwenyewe kufuatilia hii kesi ya mauaji. Kwa hiyo Dar es Salaam yupo mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana aliona kukaa kwenye nyumba ni kama anakuwa mpweke. Kwa kuwa sasa alikuwa amemkumbuka sana Eliza, alimpigia simu pale na kumuuliza kama yupo nyumbani, lakini alisema bado yupo kazini. Kitu ambacho kilimshangaza sana Hamza. Afu kweli ni kwamba Eliza kwa muda wote alikuwa akikaimu nafasi ya Regi ndani ya kampuni. Na kutokana na majukumu mengi, kichwa kilikuwa kikiwaka moto na muda wote alikuwa busy, na hata nyumbani alichelewa kurudi. Sasa Hamza mara baada ya kujua mrembo huyu alikuwa kazini, moja kwa moja aliendesha gari kuelekea huko, na ilimchukua dakika chache tu mpaka kufika. Eliza alikuwa amekwisha kutoka tayari kurudi nyumbani, na usiku huo licha ya kuonekana kuchoka, ila alikuwa amependeza mno. Alikuwa amevalia shati refu la rangi ya kijivu na jinsi ya rangi ya blue, huku nywele zake akiwa amezifunga kwa kuzirudisha nyuma na kumfanya sasa aonekane mtoto zaidi kuliko mtu mzima.
Vipi? Mbona niangalia hivyo? Wakati ni siku chache tu ambazo hatujaonana. Aliongea Eliza huku akimwangalia Hamza aliyesimama akimkodolea macho. Eliza, umepanda cheo na uzuri wako pia umeongezeka. Nadhani nikitaka kuwa mtanashati na mimi nipandishwe cheo. Na kuonia wivu eti. Aliongea Hamza na kumfanya Eliza kucheka akasema, hebu tuondoke bwana, muda umeenda. Utafanya la maana kama tukipitia mgawani maana na njaa. Eliza aliongea hivyo na Hamza alitingisha kichwa huku sasa akimwonea huruma mrembo huyo kwa kutokula mpaka muda huo. Hamza kuona haja ya kwenda pale. Mara baada ya kumtoa katika makao makuu hayo, moja kwa moja aliendesha gari na kwenda kusimamisha kwenye mgahawa wa Paparoti Mlimani City pale. Licha muda ulikuwa umeenda, lakini kulikuwa kuna wateja wengi kiasi ambao wengi wao walionekana kuwa wenza. Sasa kutokana na mgahawa kuwa na watu wengi, mhudumu aliwasogelea na kuwachukua mpaka kwenye meza iliyokuwa wazi na kisha wakakaa na kuagiza chakula na kilevi. Hamza licha ya kwamba alijua atendesha gari, aliagiza pombe huku akijiambia polisi wa barabarani wakimkamata atakachokifanya ni kumpigia simu tu afande Maningi na kutatua tatizo, hivyo hakuwa na wasiwasi. Sasa upande wa Eliza, mchana wote alikuwa na furaha, na hiyo ni mara baada ya kutumiwa taarifa na Dr. Ronicus akimuelezea maendeleo ya mama yake ya kwamba ameimarika mno na kuna zaidi ya 50% za mama yake kuweza kutembea tena. Ilikuwa ni taarifa kubwa na ndio iliyomfanya kutaka kuendelea kufanya kazi kwa bidii mpaka kuchelewa kutoka kazini. Sasa wakati Eliza akimpatia habari hizo Hamza, alifika mhudumu aliyeshikilia glasi ya Blood Mary na kumpatia Eliza. Hamza, kwa nini umeniagizia cocktail? Aliuliza Eliza kwa mshangao mara baada ya kukabidhiwa ile Blood Mary cocktail. Hamna, mimi sijaagiza, alijibu Hamza huku akimwangalia yule mhudumu kutaka maelezo. Yule mhudumu akasema, kuna yule pale mkaka upande ule ndo kaniagiza nikuletee, kaniambia pia nikupatie hii. Anaongea yule mhudumu huku sasa akionyesha noti za 10,000 kama 20 hivi na kuziweka kwenye meza mbele ya Eliza. Wote wawili, yani Hamza na Eliza walishindwa kujizuia na kugeuza macho kuangalia upande wa mwanaume huyo, na pale ndipo walipoweza kumuona mwanaume wa Kihindi mtanashati aliyevalia miwani ya rangi ya kahawia na alikuwa ameangalia upande wao. Sasa Eliza alitoa karatasi kilichokuwa kimeambatanishwa na zile hela na kisha akakisoma na alishakukunja tu sura. Naomba uchukue mrudishie vitu vyake, sina shida navyo, aliongea Eliza kwa hasira, na mhudumu yule haraka alichukua kile, yani kwanza alichukua vitu vyote na kurudi kwa aliyemtuma. Lizi, umekataa kwa sababu hazitoshi nini? Aliuliza Hamza huku sasa akiweka muonekano wa matani kwenye uso wake. Wewe unaongea nini bwana? Hivi koja kwanza kanionaje mpaka uniletea hela? Ile hali anatuona tupo pamoja. Unajua kandharau mno Aliongea Eliza kwa kukasirika mno. Aliona kabisa mwanaume yule alimuona kama malaya ambaye anaweza kuacha mwanaume aliyekuwa naye na kwenda kwake kwa dau kubwa. Nimekutania tu na wewe mpenzi. Alafu watu kama hawa haina haja ya kufanya tu ukasirike. Unapaswa kuwazoea maana wapo wengi. Bwana kaniharibia mudi yangu nzuri niliyokuwa nayo. Yana jinsi ni kama nimekula mdudu. Aliongea Eliza, lakini muda ule wanaume wawili wenye miili iliyojazia waliovalia suti nyeusi walisogelea meza yao, huku sasa mmoja kati yao akiwa na sigara mdomoni. Sasa huyo jamaa akasema ya kwamba mrembo, bosi wetu pala anataka kupata kinywaji na wewe kwa usiku. Kwa hiyo tunaomba usimpuuze basi, maana ni mtu mzito. Sasa baada ya jamaa kuongea hivyo, Eliza akasema sitaki na naomba muondoke. Aliongea kwa kufoka. Jamaa akasema acha maringo mrembo. Jione kuwa na bahati kwa bosi wetu kukutamani. Ni mtu wa hadhi ya juu ambaye hawezi kutamani mwanamke kiolela. Kama wasiwasi wako ni huyu kapuku, hata usiwe na wasiwasi. Bosi wetu ametuambia tumpatie kitita cha pesa kumridhisha. Hivi mnaongea ujinga nini? Huyu bosi wenu ni mfalme. Aliongea hivyo Eliza kwa hasira, na hasira zilizidi kumpanda na hakutaka kuendelea kukaa. Alisimama kusasa akimpa Hamza ishara aondoke. Hamza upande wake hakuwa na mpango wa kujibishana na watu usiku huo. Afistoshe mrembo wake asingepatwa na chochote ili mradi upo. Hivi leo kumtikisa Hamza. Lakini kitendo cha wao kutaka kuondoka, wale wanaume waliwakinga kwa mbele na mmoja wapo alitoa kisu cha kufyatuka na kumnyoshia Hamza kulenga tumbo lake. Jamaa akasema, ukisogea tu watu wamoja nitaumwaga utumbo wako chini. Aliongea mmoja ya wale mabwana huku sasa wakiwa serious mno kwenye macho yao. Na kwa haraka Hamza aliona watu hao haikuwa mara yao ya kwanza kuua mtu.
Sasa Hamza alishia kuhema kwa nguvu na kujiambia, kwa nini siku hizi Dar es Salaam limekuwa ni jiji ambalo lina matukio ya ajabu sana namna hii? Yaani kama vile sheria zilikuwa zikifanya kazi. Alifikiria kwa muda na aliona isingeleta picha nzuri kama akiwashughulikia mbele ya watu waliokuwa wakiangalia. Mabraze, sioni kama ni vizuri tukipigana hapa, maana ni biashara ya mtu hii. Au mnaonaje? Baada ya Hamza kuongea hivyo, jamaa akajibu ya kwamba kwa hiyo unasema unataka kupigana na sisi? Kama una huo ujasiri basi twende chooni kule tukakufanyizia akili kukae sawa. Aliongea na kumfanya Hamza kuchanua mikono yake kubaliana na wazo lile. Akasema hakuna shida yako. Siku hizi matatizo mengi huwa yanamalizikia chooni. Twendeni. Aliongea na pale alimwambia Eliza amsubiri anakuja. Eliza alikuwa na wasiwasi na Hamza kabisa, kwani si alikuwa akijua uwezo wake, ila hata hivyo wasiwasi alikuwa nao kwani hakujua Hamza anakwenda kudili nao vipi. Hamza alijikuta akivuta pumzi mara baada ya kuona choo hakikuwa na mtu. Kwamba siku hizi matatizo yanamaliziwa chooni. Hivyo mara baada ya kuingia, mmoja alifunga kabisa mlango kwa ndani. Oa dogo, leo tutakufanya ulale hapa wakati bosi wetu akimshughulikia pasavo demu wako, umesikia? Aliongea mwamba mmoja mwenye mwili mkubwa na kisha alimsogelea Hamza akitaka kumrushia ngumi kwa kumlenga kichwani. Lakini Hamza alidaka ngumi yake. Yule mtu alianza kuhangaika kutoa mkono wake ulioshikiliwa na Hamza, na aligundua alikuwa akishindwa kujitoa na kuishia kukunja sura. Naona mna kiu ya maumivu, aliongea Hamza, na pale kwa spidi kubwa alimshika yule bwana shingo na kumsukumzia kwenye ukuta na kupigisha uso wake. Oya, yule bouncer akili yake ilizunguka mara baada ya paji lake la uso kugonganishwa na ukuta. Yule mwingine mara baada ya kuona sasa mwenzake akishughulikiwa, haraka alitoa kisu na kutaka kumchoma nacho Hamza mgongoni. Lakini alikuwa amechelewa, maana kabla hajamfikia Hamza, teke lilisharushwa na kwenda kumpiga kwenye korodani. Na alijikuta akipiga ukelele mkubwa tu wa maumivu makali. Hamza wala hata hakujali. Kwa mikono yote miwili aliwashika wote shingo na kisha alienda na akazilengesha sura zao kwenye masinki ya ukojolea. Mara baada ya kugunganisha vichwa vyao na masinki kwa zaidi ya mara 10, damu ziliwatoka kwa wingi sana na kupoteza fahamu pale. Sasa baada ya kuona hawajitambui, alifungua milango miwili ya chooni na kisha aliwapigisha magoti na kutumbukiza sura zao kwenye masinki yale ya vyoo vya kukalia. Nadhani unafahamu choo cha kukalia jinsi kilivyo, Sura zao ndo ziliwekwa muda sasa. Yaani ukiwaangalia utasema wanakunywa maji ya chooni kwa namna walivyokuwa akionekana. Hamza mara baada sasa kuona kazi imeisha vizuri, alinawa mikono na kuweka shati lake vizuri kabisa pamoja na nywele kwa kujiangalia kwenye kioo, na baada ya hapo airudi alikomwacha Eliza bila hata wasiwasi. Eliza mara baada ya kumuona bibi wake anatoka tena kwa kudunda, alishakutoa tabasamu na kusimama kumlaki. Eliza akasema, upo tayari tuondoke sasa? Hamza akasema ndio. Halafu vipi leo naweza kulala kwako? Aliuliza Hamza kusasa akimkonyeza. Eliza alionekana kama mtu ambaye anataka kuonyesha kitu lakini alijisikia aibu. Alishia kuvimbisha tu mashavu huku akitingisha kichwa kukubali. Wawili hao waliondoka katika mgawa huu na kuelekea walipoegesha gari yao. Lakini dakika ambayo wanatoka, Hamza aliweza kugundua kuna mtu aliyekuwa akiwafuatilia kwa nyuma. Lakini kilichomshangaza zaidi ni kwamba mtu yule hakuwa na uwezo wa kawaida. Hamza mara baada ya kufika kwenye maegesho, kitu cha kwanza ilikuwa ni kumuingiza Eliza kwenye gari, na kisha aligeuka na kumwangalia yule mwanaume. Yule mwanaume alikuwa ni mtu mzima wa makadirio ya miaka kama 40 hivi. Alikuwa ni mweusi ti, huku akiwa amevalia mavazi ya mahadhi ya Kinigeria. Alikuwa na uchebe ulioning'inia. Hamza akauliza, vipi, kuna kitu nataka? Jamaa akasema, dogo, nataka kujua ni familia gani unatokea hapa nchini. Hamza akasema, sina familia, ni mimi mwenyewe tu. Jamaa akasema, kama una familia basi nadhani nikushauri jambo moja. Acha kujifanya jasiri. Huyo mwanamke uliokuwa naye ni hadhina kwa bosi wangu. Aliongea kwa kitabasamu. Sasa muda ule mwanaume ambaye alimtumia Eliza hela na kimemo aliweza kutoka akiwa sasa ameambatana na wale mabodyguard wawili, ikionekana fahamu sasa zimewarudia ila damu zinawatoka. Mzee Regan, unasubiri nini? Mzimisha haraka na nimchukue mwanamke kabla muda kutimia. Aliongea sasa akimwangalia Hamza kwa macho ya uovu. Hamza akasema, mtu yeyote anayejaribu kunichokoza maana yake hajui vizuri maana ya neno kifo. Baada ya Hamza kuongea hivyo, upande wa Eliza ndani ya gari alikuwa akiona mambo yote hayo na kumfanya kushikwa na wasiwasi na hasira kwa wakati mmoja. Yaani kama sio Hamza kumzuia, angekuwa shaita polisi tayari.
Sasa jamaa akasema, bosi Farhan, huna haja ya kuwa na wasiwasi, kilicho chako kitakuwa chako siku zote. Farhan akasema, kama ni hivyo mbona ufanyi kazi nikiona matokeo? Aliongea Farhan na kumfanya yule bwana aliyefahamika kwa jina la Regan kumsogelea Hamza. Regan akasema, dogo, unajua thamani ya huyo mwanamke kiroho? Kwa nini unachukua mwanamke aliyebeba nyota bosi wangu? Aliongea na kumfanya Hamza kukunja sura na kujua pale pale kinachotafutwa kwa Eliza sio mapenzi tu, ila ni nishati ya kiroho ya kike aliyokuwa nayo. Msikilizaji, nadhani utakuwa unakumbuka Hamza alimuelezea nadhani Priscilla kwamba mtu anapotaka kufanya mapenzi na wewe sio kwa sababu ya raha tu, kuna wengine wananyonya nguvu za kiroho. Ndio maana unaweza kusikia kwamba funga zipu, acha kufanya mapenzi. Nguvu zako ambazo umezaliwa nazo zinapungua jinsi unavyozidi kufanya mapenzi na watu mbalimbali. Ndio maana mabikra ama watu ambao hawajawahi kufanya mapenzi wana nguvu wale. Wewe huwezi kuiona, ila wao wana nguvu ambayo haionekani. Kwa hiyo alijua kwamba Eliza sio mapenzi tu, ila ni nishati ya kiroho ya kike aliyokuwa nayo, nishati ambayo mara nyingi humfanya kuwa na shabaha ya wavuna nishati wengi wa ulimwengu wa giza. Ase, huyu ni mwanamke wangu na bosi wako ndo anayetaka kumuiba kwangu, lakini kwa nini imegeuka na kuwa kinyume chake? Katika ulimwengu wa watu wenye nguvu kuongea kimantiki hakuna maana, umesikia? Kigezo pekee cha kumiliki ndio maana. Aliongea na pale pale alitoa tabasamu lililojaa uovu na alimsogelea Hamza na kumrushia kiganja cha mkono. Kwa mtu wa kawaida angejua alichokuwa kifanya ni shambulizi la kawaida la kimapigano kama la karate, lakini haikuwa hivyo. Kwani mara baada ya mkono ule kufika usawa wa macho ya Hamza, kutoka kwenye mkono wa shati lake kulitokea moshi kama poda hivi uliochanganyikana rangi ya blue na kijivu na kusambaa. Sasa Hamza alishia kukunja sura mara baada ya kuona rangi ya moshi ule wa poda ulikuwa na sumu isiyokuwa ya kawaida, na haraka sana airudi nyuma ili usimpate. Regan mara baada ya kuona sasa shambulizi lile limefeli, pale pale alitoa kijichupa kidogo na kufungua ufuniko wake kwa juu, na wadudu aina ya buibui walionekana kutoka kwa kasi. Buibui hao walionekana kuwa weusi ti, huku akiwa na ukijani fulani hivi kwenye mabawa yao. Ijapokuwa walikuwa wadogo sana, lakini walikuwa na uwezo wa kusogea kwa kasi mno na kufanya kuwa ngumu kuwakwepa. Regan ni kama hakujua kushambulia, na mara baada ya kuachia wale buibui alichezesha mikono yake kimezingara, na ghafla tu walimsogelea Hamza na kuanza kumshambulia kwa kumngata. Hamza alimaka akasema, what? Zombie spider. Hatimaye alikuwa ashajua nini kilichokuwa kiendelea. Buibui hao walikuwa wakiitwa zombie spider au buibui nyamafu. Sababu ya kuitwa buibui nyamafu ni kwa sababu chakula chao kikubwa ni nyama ya maiti, iwe ni binadamu au mnyama wa mwitu. Kulikuwa na aina nyingi sana za buibui, msikilizaji, na wengine kuna uwezekano wa watu wachache sana kuwafahamu, kwani wanaonekana kwa shida sana, na wengine huwa wanajitokeza usiku tu. Baadhi ya mamajusi au mag na wachawi au mags ndio watu pekee wenye uwezo wa kuongea na kuwapa maelekezo aina hawa ya buibui nyamafu, lakini pia baadhi ya wataalamu wa mapigano wa mbinu za kikale wana ujuzi wa kimafunzo wa kutumia aina ya hawa buibui nyamafu kama silaha ya kumshambulia mtu. Yaani ni kama vile mchawi anavyokuwa na uwezo wa kutumia nyuki kushambulia, hivyo hivyo kwa baadhi ya watu kuwa na uwezo wa kutumia aina hiyo ya buibui kushambulia. Msikilizaji, buibui hawa nyamafu ni adimu mno na mara nyingi wanaonekana usiku pekee. Na ikitokea umeng'atwa na aina hii ya buibui, matokeo yake mwili wako utaanza kufa kutoka nje kwenda ndani. Yaani unaanza kufa nje huku ukifuatia ndani, na hakuna dawa inayoweza kukuponyesha, msikilizaji. Na hata kama usife kwa kuwahi matibabu, utaishi kuwa nusu mfu. Kwa hiyo kulingana na maarifa ya Hamza, kulikuwa kuna mashirika matatu pekee duniani aliyokuwa akiyajua yanatoa mafunzo ya kichawi ya kutumia wadudu, na mojawapo ilikuwa ni kutokea China, India, Brazil na Slovakia. Nchi za Kiafrika hakukuwa na matumizi hayo ya wadudu, labda itokee tu Mwafrika kusafiri kwenda kwenye mashirika hayo kujifunza. Hivyo hata mtu aliyekuwa mbele yake hisia zake zilikuwa zikimwambia ni mwanafunzi kutoka kati ya mashirika hayo. Asole bwana akasema, naona umewatambua hao wadudu lakini kwa bahati mbaya huna uwezo wa kufanya kuokoa maisha yako. Baada ya jamaa kuongea, Hamza upande wake aliacha wale wadudu kumshambulia mwili. Tena walianza kumng'ata huku akitumia mikono yake na kuanza kuwaua mmoja baada ya mwingine. Regan alicheka akasema, hata kama uwaue, yani huna uwezo wa kumsaidia mpenzi wako. Hivi kwa nini unahatarisha maisha yako kwa ajili tu ya kumlinda huyu mwanamke? Hivi nini kinakufanya uteseke kwa ajili yake? Aliongea Regan
huku akicheka, lakini Hamza wala hata kumjali. Hamza akasema, kama sikosei unatokea dhehebu la kichawi kutoka India maarufu kama Nishal Hansi. Wewe umejuaje dhehebu letu la Nishal? Hivyo ni nani? Alafu mbona hufi baada ya kungatwa na buibui nyamafu? Unashangaa kwa nini sumu yake haijanidhuru? Labda nikwambie tu, sumu ya buibui nyamafu inamwathiri binadamu wa kawaida pekee. Ila kwa taarifa yako, mimi sio wa kawaida. Aliongea Hamza huko akijivuna, yani kama mtu mwenye majivuno hivi. Asa Regan pale pale aliona hali sio nzuri hata kidogo. Na bila kujitambua alishia kupiga hatua kadhaa nyuma na kukaa pembeni ya mkuu wake. Akasema, bosi, sisi hapa tunapaswa kuondoka bosi. Huyu mwana haramu simuelewi kabisa. Bosi akasema, hivyo mpuzi nini? Mbona nitia aibu? Hii inamaanisha dharau na pia mbele ya tosha si ni kuvunja masharti, Hivyo juu nini kitatokea swala hili likifeli kwa mara nyingine? Tutajitetea vipi bwana? Aliongea bwana kwa hasira. Sasa baada ya kuongea vile, dakika ile ile alitoa silaha yake ya bastola na kisha akafyatua risasi kumlenga Hamza. Hakuna aliyeamini bwana huyu angetumia risasi muda huo karibu na mgawa. Ijapokuwa ilikuwa ni usiku na maegesho hayo hayakuwa na watu wengi, lakini mlio wa risasi ilikuwa ni rahisi sana kusambaa. Regan alikuwa amechelewa kumzuia bosi wake kwani risasi ilikwisha kutoka tayari, na muda huo aliona cha kufanya pekee ni kuwasiliana na familia yake, la sivyo swala hilo halitaisha kirahisi mbele ya vyombo vya usalama. Afisa alijua kabisa Hamza anakwenda kufa, lakini sasa Hamza alikuwa amesimama katika eneo lile lile bila kusogea, huku akiwa ameshikilia risasi mkononi akicheza nayo, tena kwa mkono wa kushoto. Farhani akasema, hapana, haiwezekani, huyu kaizaje huyo? Aliongea Farhani huku sasa akitoa macho kana kwamba ameona mzimu. Yule Regan alishia kumeza mate mengi huku wasiwasi ukimshika. Akasema, aya, kwa hiyo tokea mwanzo alikuwa ni mtaalamu hali ya juu. Oya bosi, tuondoke hapa, tuondoke. Aliongea kwa kumbozania bosi wake. Regan alijua mtu ambaye ana uwezo wa kudaka risasi, basi hawezi kuwa mtu wa kawaida hata kidogo. Farhani akasema, kuna haja gani sasa kumogopa ili hali ashakuambia hata familia ana? Aliongea Farhani kwa macho ya kejeli akionyesha kutokuogopeshwa kabisa na kila ambacho Hamza amefanya. Sasa upande wa Hamza hakutaka kabisa kuona mtu kama huyo anaendelea kuvuta pumzi. Hakujali kama alikuwa kitokea wapi ama familia yake na nguvu kiasi gani, lakini alichoona adhabu inayomtosha ni kifo pekee. Sasa haikueleweka Hamza alitumia uwezo gani, lakini risasi aliyoshikilia mkononi alirusha kwa nguvu na kumlenga nao Farhani, na ilienda kumtoboa eneo la kichwani. Sasa Regan na wale mabodyguard wakasema, bosi, wajikuta wakimkimbilia bosi wao kwenda kumdaka wakati akidondoka chini, huku sasa damu nyingi zikimtoka. Eliza upande wake alishangazwa na tukio lile na aliona Hamza alikuwa na uwezo mkubwa mno ambao haukuwa ukielezewa, yani haukuweza kuelezeka kwa macho kawaida. Hakuweza hata kumfananisha Hamza na mwanajeshi, kwani alichokuwa akionyesha ni zaidi ya wanajeshi. Hamza hakujali bwana huyo kama amekufa ama la, kwani pale pale aliingia katika gari na kisha kuliondoa ndani eneo hilo, huku Regan akishia kumwangalia Hamza kwa macho sioweza kueleweka anachokiwaza ni kitu gani. Vipi, amekufa? Itakuwa. Sasa utafanya nini kama amekufa? Yani unazungumzia kuhusu sheria ama familia yake? Vyote. Itajulikana mbele ya safari. Ila kwa ninavyojua mimi, lazima familia yake imejifungamanisha na masuala ya utajiri wa kishetani. Na hata kukutaka wewe kwa nguvu ilikuwa ni mpango tu kama mzegabusha wa kutimiza masharti. Yani unamaanisha alitaka kunitumia kuninyonya nguvu zangu za kike kupitia mapenzi? Aliuliza Eliza. Alikuwa akikumbuka vyema Hamza alichomwambia walipokuwa Morogoro. Ndio, Eliza, kama nilivyokuambia, wewe kwenye macho ya watu ulimwengu wa giza, wewe ni hazina kwao. Ni hazina ya kuweza kujinufaisha kiroho. Sasa unajua bado hujaniambia nini kitatokea kama wakijua wewe ndio unahusika. Yani unajua umejiingiza kwenye matatizo. Kuna sheria madhehebu ya watu wanaotumia nguvu za giza, iwe ni kwa mapigano ama kujipatia utajiri. Moja sababu, kama ikitokea mtu amepewa masharti ya kuivuna nguvu ya kiroho au nyota ya mtu na akafia wakati akiwa katika mission ya kutimiza masharti, maana yake yeye ndio alikuwa mlengo wa kafara. Aliongea Hamza na macho Eliza alitoka kodo. Eliza akasema kwamba ni amekuja kunipata mimi lakini akafeli. Kwa hiyo kufeli kwake gharama yake ni yeye kutolewa kafara ama? Umeelewa vizuri sana mpaka hapo. Hivyo na uhakika ameletwa kwako ni muue tu kutimiza masharti ya kidhehebu lao. Nina uhakika na familia yake watakuwa wanajua hilo. Yani
Hamza, sijakuelewa. Yaani inakuwaje sana kwa hivyo? Eliza, inatokea mara nyingi sana. Kama umeshindwa kutimiza masharti zaidi ya mara 3, mfano mzee Gabusha yule, nina uhakika kifo chake kikuwa cha kawaida. Pengine ilikuwa ni mission tu ya sharti lake la mwisho na akakukosa, ndio maana kifo kampata. Lakini licha hivyo, katika mazingira ya kawaida, ukiondoa imani zao, familia yake lazima haitolichukulia hili kiwepesi na kuacha lipite. Yaani unamaanisha ni watataka kulipiza kisasi? Ni zaidi ya kulipiza kisasi. Ila usiwe na wasiwasi Eliza, ili nitajua namna kudili nalo. Aliongea Hamza kwa kujiamini na kumfanya Eliza kuvuta pumzi aweni, lakini bado alikuwa na wasiwasi licha ya kwamba hakujua huyo Farhani anatokea familia gani. Sasa upande wa Hamza alijua familia yake haiwezi kuwa nyepesi. Kama Farhani alikuwa kilindwa na mtaalamu mwenye uwezo wa kutumia buibui nyamafu, basi lazima mizizi yao katika ulimwengu wa giza imeenda mbali sana. Kutokana na Hamza kuguswa na wale zombie spider, hakutaka kumgusa Eliza bila kujisafisha, hivyo alikimbilia bafuni kuoga. Eliza muda huo alikuwa ameketi kwenye sofa na alikuwa akijitahidi sana kujituliza ili kutokufikiria masuala ya Farhani. Wakati sasa akisikilizia maji ya shawa yakidondoka chini, mwili wake ulianza kukakamaa. Ijapokuwa walishawahi kulala kitanda kimoja, lakini hawakuwahi kufanya ile tendo. Unakumbuka Eliza na Hamza washawahi kulala kitanda kimoja, lakini sasa muda huo alikuwa akiwaza atakataaje kama Hamza akiomba kitumbua. Hakutaka hata kufikiria kitakachotokea. Sasa mnalala kitanda kimoja, mtu akitaka show. Sauti ya Hamza kasikika kwamba Eliza, mbona hakuna taulo huku? Alisikika hivyo sauti ya Hamza tena akiwa bafuni, na Eliza mara baada sasa kumsikia alikumbuka taulo ambazo amenunua hakuziweka bafuni, na haraka haraka alichukua moja na kuipeleka. Eliza akasema, na kuachia hapo mlangoni, toka chukue. Aliongea, lakini dakika hiyo hiyo mlango wa bafuni ulifunguliwa wote, na Hamza alitoka akiwa kabisa ni kama alivyozaliwa. Tena hakuwa na wasiwasi wowote, alionekana mbele ya mrembo huyu hana hata wasiwasi. Eliza mara baada ya kuona sasa kinachoning'inia kwenye kiuno cha Hamza, macho yake alijikuta sasa kwanza alijikuta mwili wote ukipata moto, huku aibu ya kike kimshika na kugeuka pembeni. Usulufanya nini sasa? Njoo tuogeote basi. Hapana bwana, mingo zangu zitaloa. Hazivui sasa, ngoja nikusaidie. Aliongea Hamza. Ile Eliza alitaka kukimbia, lakini kabla hata hajapiga hatua, alikuwa ameshashikwa vizuri na kuzibwa mdomo na kuvutiwa bafuni na nguo zote kuondolewa mwilini. Dakika chache baadaye, kilichosikika tu ni kileo cha kimahabuba, na ndio ilikuwa ikitokea chumbani umilio, huku sauti tamu ya Eliza akilalamika kuhusu utamu wa mahabuba. Sauti ilisambaa chumba kizima, huku mwenyewe akijisi yupo dunia nyingine kabisa. Woi, naomba tuishie hapa, tusiendelee mbele zaidi. Hatimaye kwa mara ya kwanza, kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hii ya 32, kwa mara ya kwanza watu wanaona Hamza amekula kitumbua na chai ya maziwa. Mara pap, Eliza na mimba. Reji Kenya siji bado. Anyway, msikilizaji, kwa leo tutaishia hapa na tutakaporudi kwa mara nyingine tutafahamu mengi zaidi yanayoendelea. Eliza tayari ndo amekuwa mtu wa kwanza hapa Tanzania kuweza kumpatia penzi Hamza. Reji akija kujua itakwaje. Japo Reji alisharuhusu ya kwamba kama yeye atakuwa na mtu mwingine awe naye tu. Sasa akija kujua kwamba Eliza mfanyakazi wake katoka na mume wake itakwaje? Ukute hapo sasa Reji ndio nafsi yake ya pili itakapoamka. Hatujui itaamka kwa wivu kwa Hamza ama itaamka kwa wivu kutokana na Eliza ambaye ni mfanyakazi wake kutoka na mume wake. Tuishia hapa. Kumbuka mwandaji ni Sasingano, langu jina ni Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.